jamani. Utapiga tu simu wakikuta msikoni watakupigia anapigia simu tu hivi kuondoka kwa sababu naona utanipa pressure. Hakuna mtu anayezuiwa kuondoka. Kingine nikamwambia kumbuka milima haikutani, binadamu wanakutana. Ukimfanyia mtu ubaya hata siku moja, iko siku naweza ukalikuta njiani nikakusaidia. Akaniambia sawa madam. Sasa unajua ni mnafiki na mchonganishi. Huyu kafiri amefanywa ni upi? Kama aliomba msamaha mwenyewe na kama akazungumza naye na nyie nimeweka loudspeaker mnasikia. Nakumbuka baada ya yeye kuomba msamaha pia ulitupigia na mkaweka loud. Nakumbuka hiyo siku. Ndio maana hapa anasema kama nikamwambia hamna mahali utapata uhuru kama hapa kwangu hakuna mtoto mdogo. Madamu watoto wakiondoka kama wamili shule asubuhi wanarudi saa 11. Sasa akishaje hapo chini anarundikiza nguo kwenye maji. Anaandika na pia dakika hiyo umeshamaliza hizo nguo. Yuko kitandani kalala. Asubuhi nimetoka kanisani. Yeye nikamwacha mzee nyumbani akapeleka watoto shule. Akajua na mimi nimeondoka. Niliporudi kanisani na ufungua geti na kifungulia geti mwenyewe. Nikaingia ndani nikamkuta anaongea yuko chumbani kwa watoto wangu amejifungia kwa watoto wa kiume. Anaongea na simu yuko hiyo sasa funi kesho kuto. Basi nitakuja nilipofungua mlango pap akasuka. Nikamwambia hii ndio kazi yangu sasa. Ni simu tu kila saa. Akaniambia nilikuwa naongea na huko nyumbani nawaambia ninarudi. Okay, Faraja nyumbani nikamwambia leta hiyo simu yako. Hizo misikoli toka hiyo saa 4 dada watu wanaongea nao. Nikamwambia wanakupa pesa, wanakupa kazi au wanakudanganya. Na mtu alimwambia hivyo. Nikamwambia kwa nini unanizimia simu mimi bosi wako? Nisikuelekea hapo nyumbani angalia mtu kaja mpaka lizini amerudi. Na kijana wa bajaji alitoka kunipatia tena juzi. Msichana na makusudi sana. Watu wanakuja wanakaa kwa gezini. Nimeita mpaka nimechoka alafu anakuja kufungua tena anasema mnanipigia kelele. Sawa madam. Nadhani amekusikia vizuri. Sasa tunaomba na yeye aseme huo ukatili aliofanywa ni upi kwa sababu tunazungumzia hapa mpaka ameenda kumshtaki aseme. Amepigwa alinyimwa chakula tena wakati mwingi anapika chakula za mimi sili nyumbani. Lakini anasema huko kwa namna hii. Okay. Faraja. Sema sasa hapa madam anakusikia kwa sababu hiyo issue ya hiyo siku nadhani imekuwa closed hapo. Wewe ndio uliomba msamaha na nakumbuka kabisa mpaka mngewekwa la alinipigia. Kwa hiyo hapo useme ukatili uliofanywa ni upi? Nimesema madam mwana ni msichana. Ameshaniambia nakoza kikahaba lakini alipiga simu. Hebu rudia. Ulisema amekwambia? Faraja. Huku tunawaambia mkienda kwa mabosi mvaeje? Msiende kikahaba unapoenda kuvaa nguo, yaani ukishaona bosi anakuambia una nguo za kikahaba, manake umeacha kufuata utaratibu tuliokuelekeza. Kwamba unapokuwa ndani ya ndoa ya mtu, huwezi kwenda kujivalisha unavyotaka. Haya, hilo limeenda. Na hapa mbele za Mungu aliye duniani sijakumwambia hivyo. Kuna siku moja madam mimi niliwahi kazini mume wangu akachelewa. Tunapodaudi pale nyumbani. Mzee akamwambia nisaidie kubeba hizo boksi kuweka pale kwenye gari. Dada amevaa kigauni madam. Ukimwangalia niko naangalia kwenye kamera. Anachukua ile boksi, anainama anaweka kwenye gari yuko uchi. Ndiyo madam, tunawakataza. Madam, tunafanyaga hadi content tunawaambia msiende majumbani kwa watu kama makahaba. Hicho kitu ni sahihi kabisa. Lakini madam, hata kama ungekuwa umemwambia, hilo neno ni neno la kawaida kwetu sisi kwa sababu huwa tunawaambia msiende kuvaa kama mnauza baa. Ukiwa baa unaweza kuvaa hivyo, lakini kama unaenda kwenye familia ya mtu lazima uvae vizuri. Madam,
hilo unalolisema sawa, lakini hapa kwenye mavazi ni muhimu sana sana sana, kwa sababu wadada huwa tunawaambia, lakini wanaona kama vile labda sisi hatuna akili au tunawaonea. Kwa hiyo nimependa sana ulivyotupa hiyo feedback ya mavazi mabaya. Na huo ndio ukweli. Huo ni ukweli mchungu kabisa, kwamba wao wanatanguliza makaratasi yao ya vyuo mbele, lakini kazi hawafanyi, heshima hawana, adabu hawana. Yaani hayo ndio mafundisho yangu madam. Mafundisho yangu ni hayo kabisa, kwamba yaani akakujibu hivyo, akakwambia hivyo kabisa. Haise, pole madam. Kwa kweli pole. Yaani Faraja, vile vitu vyote ninavyowafundisha hapa, kwa sababu mimi mafundisho ninayoweka mtandaoni, ninayowafundisha nikirekodi na kuweka mtandaoni, naweka ushahidi kuonyesha kazi yangu ninayoifanya. Na haya ambayo tumewakataza kuanzia mavazi, umeona jinsi ambavyo unamjibu bosi wako kijeuri, namna ambavyo yani wewe unatembelea cheti cha degree si cha chuo, lakini utendaji wako na matabia yako ni mabovu. Haya yote si ndio mafundisho ninayowafundisha hapa kila siku? Sasa kwa nini hamfanyii kazi? Nyinyi mnafikiri mimi naigiza hapa? Mimi siigizi Faraja. Mimi ninavyoposti hapa hii content, nashukuru sana bosi wako ni fani wangu, ananifuatilia. Kwa hiyo ukifanya upuuzi huko hawezi kusema ni Wadada Center au nijoisikiria. Anajua kabisa ni tabia zako binafsi ambazo wewe mwenyewe umekataa kujifunza, umekataa kujirekebisha. Eti, sasa huo ni ukatili gani hapo? Mbona sioni ukatili, umeambiwa ukweli. Unavaa mavazi ya kikahaba nyumbani kwa watu kwa nini? Hiyo ni heshima kweli? Hiyo ni heshima gani? Hivyo ndivyo hivyo Faraja tunawafundisha kweli. Tunawafundisha kwanza. Lakini madam pia tunawaelekeza muda wa kuongea na simu, muda ambao yuko kazini, asiongee na simu, simu ataongea nayo baadaye akishamaliza kazi zake. Hayo ndio mafundisho yetu. Sasa hayo yote madam tunafundisha. Yaani jamani Faraja, huko hujaenda kutoa huduma, umeenda kutuaibisha. Umeenda kutuaibisha, lakini na sisi pia tunasema wadada ambao hamtasikiliza mafundisho tunayowapa, itakula kwenu nyie, kwa sababu hapo tutamleta dada mwingine mwenye kujitambua, atafanya kazi, atimize malengo. Wewe unayebebana na kiburi. Kabisa. Kwa hiyo sasa yani Faraja, umeona sasa yani mambo ambayo umeenda kulalamika huko mengi yote ni ya uongo. Nyingine ni tabia zako mwenyewe zinasababisha. Basi madam, tunakupa pole kwa changamoto hizo ambazo umezipitia kwa dada Faraja, lakini na dada Faraja, sisi kazi yetu ni kuwaelekeza. Msipoenda kufanya vile tunavyowaelekeza hamtaweza kufanikiwa. Matokeo yake ndio haya hapa. Yaani umeenda kufanya kinyume kabisa na training ulizopitia hapa kituoni, na training zetu ziko wazi, ziko kwenye mitandao.
Yaani kikubwa ni kwamba kufanya training ni jambo moja, lakini dada mwenyewe kuwa na nia na dhamira ya kubadilika na kwenda kufanyia kazi yale tuliyomfundisha, hilo ni jambo lingine, na hicho ndicho kinachokukuta wewe Faraja. Sio kwamba hujafanywa training, sio kwamba hujui taratibu zetu, unajua kila kitu, lakini kwa sababu umeamua kusimama na kiburi chako, moyo wako umeamua kuufanya mgumu, umeshupaza shingo, hatuwezi tena kuendelea. Maanake sasa usiende kusingizia, maana umeenda wasubiri maendeleo ya jamii kusema unafanywa ukatili. Hapo sasa ni ukatili gani umefanyiwa wakati unaonekana kabisa wewe tena ndio mabosi wamekuvumilia? Yaani miezi miwili uliokaa kwao umewatesa. Badala ya kuwapa huduma umewatesa. Mpaka watumishi wa Mungu wanakuja kuomba hapo nyumbani, walimwangalia mdada ukamfumua na wakamuita, akapiga magoti akamwambia usifanye kazi kama utaki. Fanya kazi kwa moyo na ndio Mungu anakupenda. Na ndio tunachowafundisha. Sisi mafundisho yetu yote ni mafundisho ya Yaani madam umesema vizuri sana. Zile interview nazo wafanyaga wakiwa wako kama ngozi ya kondoo. Yaani wako kama malaika. Baadaye ukija kumwambia kuna bosi alisema anamtaka Faraja. Yaani mpaka kuna bosi alisema jamani namtaka huyo dada kwa jinsi alivyokuwa anajielezea vizuri kwenye interview. Kwa kweli yani madam, hii kazi tunayofanya ni kazi kubwa sana kwenye jamii yetu. Ni kazi kubwa mno, ni kazi nzito, ni huduma ambayo kwa kweli tunamshukuru Mungu ametupa kuifanya, lakini ina changamoto kubwa. Kudili na binadamu ambao washakomaa, wanasema samaki mkunje angali mbichi. Sasa hawa ambao washakuwa watu wazima wameshakubuhu na tabia zao, ndio hivyo wakija hapa wanajitahidi kuficha makucha yao, lakini wakishafika maeneo yao ya kazi ndio hayo sasa wanakuja kuyaonyesha. Sio wote madam, wapo wengine ambao ni wazuri. Nafikiri kama unanifuatilia unaona kuna wadada wanakaa nakufuatilia kuanzia dada yangu kuanzia unaongea unakuelewa huko Msoma. Kwa hiyo naomba kwa hili tuingie tu kwenye hatua ya kuletea mtu mwingine, na tumuombe Mungu atuletee mtu sahihi ambaye atakuwa hana kiburi na ni mchapakazi, ambaye atakuja kuwapa huduma nzuri, kwa sababu sisi malengo yetu kwa kweli ni kuwafundisha namna ya kutoa huduma ili waweze kupata pesa, lakini matokeo yake wanahangaika na watu ambao hawawezi kuwasaidia, na mwisho wa siku wanaweza hata hawatamsaidia. Yaani madam, nimepigiwa simu toka Dodoma, maendeleo ya jamii Dodoma, wizarani kabisa. Wizarani nimepigiwa simu na wizara kabisa kwamba kuna dada anafanywa ukatili. Sasa tunamuuliza ni ukatili gani? Mambo yenyewe ndio haya, amekuja huko anavaa mavazi kama yuko baa, wakati tunawaambia kabisa mavazi ya heshima ndio mavazi ya kwenda nayo kazini. Toka mtu anatupigia simu kuomba kazi tunamwambia njoo na mavazi ya heshima. Lakini wengine wanafichaga kwenye mabegi yao, wakifika huko wanaanza sasa kujiexpose na kuvaa vitu vya ovyo. Sasa lazima umwambie mimi madam, na nimefurahi kwamba ulimwambia mavazi ya kikahaba. Yaani ukweli ndio huo. Lazima wajue kabisa wako makazini, wavae kwa heshima. Eti ana nguo nyingine ndio nini? Mbona hizo nguo akituvalia hapa kituoni? Hapa kituoni hakuwahi kuvaa kabisa kitu chochote cha ajabu. Mtu akivaa nguo za ajabu hapa tunamuondoa kituoni. Kwa Faraja umesikia? Mimi sijaona ukatili. Yaani mpaka hapo Faraja bado hujanionyesha ukatili uko wapi. Ngoja kwanza. Faraja. Umesikia Faraja? Mimi nilikuwa nautafuta kwanza ukatili ambao ndio umetoka ukaenda kutushtaki nao huko kwamba unafanywa ukatili. Nilikuwa nautafuta kwanza ukatili ni uone, ili mabosi wetu ambao wanachukua wadada kwetu
tuweze kuwakanya pia na wao wajue, kwa sababu hata kwenye mkataba tuna Umewahi kuripoti Akila huyu hapa? Umewahi kumpigia Akila ukamwambia madam anakutukana? Hujawahi. Ila sasa ngoja kwanza twende taratibu Faraja. Hapa ofisini toka umefika kazini, huu ni mwezi wa pili. Ulishaongea na ofisi mara ngapi? Yaani ofisi ishakupigia simu mara ngapi? Mara 2 mara 3 ambazo zinaweza zikawa ni zaidi ya mara 3, kwa sababu tushaona mazungumzo yako mengi yamejaa uongo. Katika hizo zote ulizopigiwa simu au kupiga, umewahi kulalamika madam wako anakutukana? Sasa kuna ukali lazima mtu hawezi kukulipa 300,000 Faraja, alafu nyumbani kwake mfanye majukumu yake vizuri. Mtu lazima awe mkali. Lakini umewahi kutuambia madam anakutukana? Maana leo umesema unafanyia ukatili na ukatili ukasema ni madam anakutukana. Umewahi kutuambia kama madam anakutukana? Kwa hiyo kosa la nani? Kwa hiyo wewe umeenda maendeleo ya jamii, si ustawi wa jamii, si ni wapi? Wewe nani alikupeleka hapo ofisini? Faraja, unasema umetukosa kwenye simu ambayo umepiga leo asubuhi watu hawajaingia ofisini. Siku zote mpaka saa 2 sawa, mpaka saa 2, lakini simu yako ya leo ndio umepiga tu mara moja, ukakimbilia wapi huko kwenda kushtaki umetukana? Hajaandika ujumbe pia. Sawa, lakini asubuhi umeandika ujumbe kwamba unapitia changamoto kazini alafu hujarudiwa, labda kwa sababu hata hivyo simu zilikuwa zinarudiwa hapa na lazima ungepigiwa, kwa sababu hata jana umeshasema umenishtaki hapa kwa madam kwamba jana hujarudiwa, na kati mimi jana nimeongea na wewe. Mimi nimeongea tena, mimi ndo nilimrudia. Alipokelewa simu na mhudumu mwingine akamwambia kwamba utarudiwa, kwa sababu akamwambia issue yangu mimi anaijua Akila. Akaambiwa atarudiwa. Mimi nikampigia simu nikamrudia, lakini leo amenishtaki hapa kwa madam kwamba yeye jana hajarudiwa na amepiga simu. Lakini hiyo simu yake ya kusema eti anatukana ndio ameipiga leo, wakati unasema bosi wako alianza kutukana lini? Muda, alafu wewe usiripoti. Yaani bosi wako aanze kukutukana muda usiripoti, lakini uliweza kusema bosi wako ni mkali kwa sababu majukumu yake ulikuwa ufanye vizuri. Lakini kwa nini kama katika ukali huo alikuwa anakutukana, kwa nini ukusema kama bosi alikuwa ananitukana? Yaani Faraja na dada wengine wenye tabia kama hii unayojaribu kuiprint hapa sio tabia nzuri. Sisi tunawapeleka huko kazini, kwanza tunawasaidia, mnapata mishahara mizuri. Wewe imagine ulishafanya kazi hapa mwaka mzima kwa 200,000 ukamaliza mkataba. Umekaa hapa kituoni ukatuigizia vizuri kabisa. Yaani ulikuwa ni bonge la muigizaji. Tukakuona wewe ni dada mzuri, sasa hivi unafaa kwenda kwenye 300,000. Tukakupeleka. Umefika huko hakuna cha maana ulichokifanya zaidi ya kutuletea lawama. Kama hivyo bosi wako ni malalamiko tangu umefika, na mwisho wake sasa hivi unakurupuka kwenda kusema umefanywa ukatili. Lakini ukija kwa kuchimba ukatili gani umefanyiwa, ni vitu ambavyo wewe ulikuwa unaambiwa usifanye, na sisi tulishakwambia. Na mimi huwa naweka wazi, nasema msiende huko mkavaa kama machangudoa, msiende huko mkavaa kama makahaba. Naweka wazi kabisa hadharani. Sasa bosi wako kama ameona umeenda kumuinamia mume wake, umevaa kigauni kifupi, kinguo kifupi, kwa nini asiseme kama unavaa kikahaba nyumbani kwake? Utasema hapo amekufanyia ukatili? Hapana, huo sio ukatili. Acheni kujishika kwenye matabia yenu mabaya, alafu mnatafuta kuonekana kama nyie ni victim. Hapana. Hakuna ukatili wowote Faraja ambao umefanyiwa. Bosi kuwa mkali, lazima awe mkali kwa sababu analipa mtu ambaye hataki kumuelekeza. Hapo nasikia wewe umekaa kama traditional dada. Ni kila kitu ni kuelekezwa. Sisi hatufanyi kazi hivyo. Kama unataka kuelekezwa kila kitu, basi utaenda kwenye kazi za 1,500,000 zile za traditional, haina shida. Lakini usitake ulipwe 300,000 kama smart dada ambaye anatakiwa kujiongoza na kujiongeza na kuwa na heshima na nidhamu. Tena hata traditional wenyewe wana nidhamu na heshima, na bosi wako ni shahidi. Tulimpelekea dada traditional ambaye alikuwa angalau kazi hajui sana, lakini alikuwa ana heshima. Sasa wewe ni smart dada ambaye unaenda kumpa kisukari nyumbani kwake kweli? Hicho kitu naona ni sawa Faraja? Unasema?
Madam nani Faraja, msikilize Faraja madam. Unasemaje? Nasema hivi.